Good morning, my people. How are you? I know you are fine. But first of all, do you think Vero, that is a wife to huyu soldier polisi mwenye ametoka Somalia, Brayo, amepeana mtoto to a church ambayo ni si ya kimungu, that is either Illuminati or kwa waganga? Let me know your thoughts. Let's share your thoughts in comment section. Number 2, Sue plus Margaret, do you think that walishikana wakauza mali yao? All Sue wako na urafiki na baba yake? All Sue is included in each and every thing, that is separation ya babake na mamake, all this saga kwa nyumba yao, or either Sue anatumiaga nguvu za wachawi, to which kwanza tunajua alisema ni kama hakushika baba ya David, hakumkidnap, but ni kama alitumia nguvu fulani kumtoa nyumbani. The final thing, what do you think about Sue looking for his dad? Whereas we know the first drive he made, alisema wakati aliingia kwa drive ya Senior Dave, akatusi mamake, aliulizwa na mamake ama aitue babake, akasema hata hataki kumuona. How comes wakati amesikia kwa polisi ameshikwa anamtafuta? Is it that ako in bitterness such that anataka kuham babake wakiwa na kafue? Because we remember kuna hii phone abayo message abayo Senior Dave alisoma jana akithriteniwa na kafue. Anyway, let me know your thoughts. Let me know what you think about those two people. That is, I have started with huyu Vero na huyu Brayo. What do you think about them? And the next thing, what do you think about Sue? Anyway, thank you. Welcome. I'm still Hilda. I'm still continuing good. You are still subscribing. Thank you for my subscribers. Thank you who are returning back. Thank you for those one who are seeing me at the first time. But please, as we continue, consider liking, subscribing, commenting, and I shall be glad. Welcome. Sasa kuna hii mambo ambayo kuchemka sasa kwa Senior Dave studio. That is, there is this Brayo who is a police, alikuwa ameroketiwa aenda Somalia waweke ulinzi. After his 2 years contract, akarudi, akatafuta Senior Dave, akakuja kama amejifanya yeye ni kiwete. Now, wakaenda wakapata bibi yake amehama, na alafu after kuhama place yenye walionyeshwa akapata akona chali mwingine huko chini ya kitanda. Dem mwenyewe venye amevaa, kulingana na Brayo anasema dem amebadilika sana kitabia. Kitu ya kwanza mavazi, kitu ya pili tattoo, kitu ya tatu tumeona vile ametreat huyo mwanaume, hata kama mtu hamjui anamtreat vibaya, anamchapa, anamuongelesha vibaya, hata haonei akina Senior Dave haya, akiaibu, akitusi bwanake, anaomba hadi maji anakataa kumpea. Plus mkumbuke mambo, vitu zenye zote ziko ndani ya hiyo nyumba ni jamaa amekuwa akishughulika, na niye amekuwa akitumia bibi yake pesa ya kumsustain. So there is this missing lady kasichana ka huyu kuna haka ka missing kasichana ka polisi Brian na Vela, to which for now we know amempea jamaa aende naye church ili jamaa apewe pesa wakuje wakure na Vero. It seems ni habiti yake, she has been
hunting men's na pesa za huyu Brayo, that is police wa Somalia, Brayo. Kwa kuwa hadi kwa SMS tumeona amekuwa akitumia huyo Brayo pesa. So ni kama yeye anamsponsor. Anatumia pesa na bwanake anamsponsor. Bwanake amekuja amemuonyesha madharau, imefika mahali bwana akaona madharau imezidi, hadi kuna mahali alikuwa anamuuliza kwani hana kwao, anauliza Senior Dave, kwani Nakuru utampeleka? Mpelekee wazazi wake, ananirudia kwangu kama kiwete nimfanyie nini? Hapa ni ICU, ama ulinasema ulikuwa unanitumia pesa nianzishe hospitali ili ukirudi ukiwa kiwete ukae hapa ukuje ward. Hapa ni ward umekuja, juu umerudi ukiwa kiwete, hapa ni ward. Now this is a very good warning to read this. Kama unapenda mtu, wewe mpende jinsi alivyo kwa hali na mali. Hii mambo ya kuwatch hizi content za Senior Dave at times it's not all about entertainment. It's still ni vizuri kabla tuone mambo you run through them. So umefika mahali amepewa maua, akatupa pete, unknowingly it was a prank. Jamaa ametoa hiyo taban alikuwa ameweka juu, sasa ni kama taban juu haikuwa plaster, alikuwa na prank, akafungua mguu. Jamaa is healthy, ako mzima. Hiyo prank imeweza kabisa. Jamaa ako sawa. Mwanamke ametupa chote, amepotewa na hatapata bwanake, hawatarudiana na bwanake, na tena amepeana mtoto wake. Tena kitu ingine, alikuwa amekuja kusurpriseiwa na Valentine, akaletewa pete, maua, na ndani ya hiyo Valentine surprise palikuwa na box ilikuwa na kikombe ya mtoto plus key za gari. Alikuwa amenunuliwa hadi gari. So nayo kiburi ni gani? Imemuingia madam, kila kitu yake imeenda. Hatapata bwana, hatapewa surprise ya gari. That seems that huyu man anapenda sana huyu dem. Juu pia amesema amemtumia 3 million wanunue shamba, to which Brian, forget about that. Sidhani hiyo utaipata. Sidhani hiyo unaweza ipata. Your prank was very good, very nice, very successful and very motivational. Hiyo imetumotivate sana. Wakati mwingine ni vizuri, yani kama mtu amepata shida, acha kupenda tu mtu wakati mwenye anakupea. Mpende hadi wakati mwenye ako kwa shida, mshirikiane, muendelezane. Lakini kama huyu dem hangefanya hiyo makosa yote, kama angempokelea bwanake jinsi alivyo amekuja, angejua anapenda huyu bwanake anampenda, maana hadi ki ya gari mpya ilikuwa hapo, alikuwa ashanunuliwa. So madam sahi analia hadi ananyamba, akisema sasa Brian tena anaanza kukana mwenye yako chini ya nini ya kitanda, wako kwa hiyo nyumba tu. Yani pesa zimefika mahali zina blind mtu, paka akona gazi za kuchukua mtoto wake ampeane kwa chati yenye hajui wapewe pesa, hajui hiyo ni kuuza mtoto kwa Illuminati. Kitu ya pili, pesa bado zidizo zimeingia huyu msichana, akakuwa na zidizo zimemfanya msichana akue na kiburi yenye yote amekuwa nayo. Knowingly hii pesa yote na kiburi hii yote ako nayo, si pesa si zake, ni za huyu mwanamume. So ni vizuri sana wakati mwingine. By the way, nasikiaga kwa Biblia leo ni maajabu. Kiwete ametembea kwa Senior Dave studio. That is Senior Dave content. Kiwete ametembea. Mwenye ako mvuguni mwa kitanda amekanwa na Vero. Amesema huyo hata simpendi na simtaki. Anakosa kumpenda na anakosa kumtaka, ila kwanza haelewi ashapeana mtoto wake. Na hajui kama pia yeye ashatolewa kama sacrifice na huyu jamaa. Anyway, we are waiting. Let me see your thoughts at comment section. Tuendelee supportiana. The only support that you can give me is on liking, usubscribe. Tuende at least tukifika
praise ya nye tunaweza monetizewa tuweze kuwa tunashikilia senior dev juu tunatumia content zake. We are only analyzing his contents. So kama tunaweza to subscribe tukuwe monetized so that we can get something that will help us apart from the ones we get from our pockets. At least channel itupea kitu ambacho naweza simamia senior dev nacho from his channel. Is that with that it doesn't mean that I don't support him. I do, but from my pocket. Thank you, very important. Let me see your thoughts. Answer my questions at comment section. Let's continue supporting each one. Thank you, and thank you, very important.